ujumbe ambao Mungu amesema ni useme siku ya leo tunapomaliza mwaka 2025, Jumapili yetu ya mwisho. Anasema hivi, kawaambia watu hawa niliowaalika kuingia 2026 wasiingie mwaka huo kwa mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kati ya watu walioalikwa pale kuna mtu mmoja ana roho tu ya upuuziaji. Yaani yeye alichojua tu ana kadi ya kuingia wapi? Harusini. Ni sawasawa na wewe leo unasema mimi nimeokoka. Madam nishasema Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, ninakuja kwako, naomba unisamehe, uwe karibu ndani yangu, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Kuanzia leo mimi ni wako, kwa jina la Yesu futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uliandike kwenye kitabu cha uzima. Halafu umemaliza, unaendelea kupiga dhambi kama kawaida. Unaendelea kupiga dhambi kama kawaida. Unaendelea kuiba fungu la 10 kama kawaida. Unaendelea kutokuja ibadani kama kawaida. Unaendelea kuwa msengenyaji kama kawaida. Unaendelea kuwa mtu wa majivuno kama kawaida. Unaendelea kuifuatisha dunia kama kawaida. Unategemea kwa sababu umeongozwa sala ya toba, kwa hiyo utakwenda mbinguni. Bwana amesema nikwambie huo mchana wa leo ya kwamba sikiliza, 2026 hatutaingia kwa mazoea. Hatutaingia kwa mazoea. Bwana anasema hatutaingia kwa mazoea. Nisikilize kanisa, hatutaingia 2026 kwa mazoea tulionayo, kwamba tunamjua sana Mungu, tumemzoea sana Mungu. Mungu ni wa kawaida tu. Hata kama usipoenda ibadani anaona ni kawaida tu. Hata kama usipofunga anaona kawaida tu. Hata kama usipoomba ni kawaida tu. Sikiliza nikwambie, Bwana amesema nikutahadharisha siku ya leo ya kwamba 2026 hatutaingia kwa mazoea. Hatutaingia kwa mazoea. Hatutaingia kwa mazoea. Tutaingia kwa hofu na kutetemeka na kupondeka mbele za Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Huyu Bwana alichukulia ni mazoea tu. Alichukulia nini? Mazoea. Mazoea. Kama ambavyo wewe na mimi tunachukulia nini? Mazoea. Tunakuja kanisani kwa mazoea. Tunaimba kwa mazoea. Tunaabudu kwa mazoea. Tunaomba kwa mazoea. Tunafunga kwa mazoea. Hiyo ndiyo kitu ambacho kanisa la Bwana limekamatwa hapo. Hakuna anayefanya kama sehemu ya wajibu wake kiroho, ya kwamba yeye anapaswa kufanya hayo katika roho na kweli, na kitu chochote kile kisichofanyika katika roho na kweli, hicho kitu ni batili.